Media kutokea viwanja vya Karimjee ambako siku ya leo nafanyika zoezi la kuaga mwili wa hayati Cleopa Msuya, waziri mkuu mstaafu na makamu wa kwanza wa rais. Tumekutana na mmoja kati ya waombolezaji hapa, tumsikie kwa upande wake anamzungumziaje hayati Cleopa Msuya. Baba, habari yako? Nzuri, habari ya saizi? Salama mheshimiwa. Asante. Ndio. Kwanza tungependa kufahamu unaitwa nani, lakini pia hayati Cleopa Msuya umemfahamu kwa namna ipi? Mimi naitwa Bakari Abdu Msangi, natokea wilaya ya Mwanga, tarafa ya Usangi. Namfahamu David Cleopa Msuya kama mbunge wangu, ambaye ni mbunge ambaye tumekaa naye muda mrefu toka 72. Ametuletea maendeleo mengi. Alikuwa ni mzee ambaye anaipenda sana maendeleo, ambaye alikuwa na mawazo chanya kila wakati. Mimi nimemfahamu, mimi sio mtu wa zamani sana, lakini mimi kwa sababu nimekaa kule milimani toka 72, mimi nimeanza shule 76 hivi. Sisi yule ndo alikuwa mbunge wetu maisha yetu yote, na alikuwa anatutembelea mashuleni na shule nyingi kule, kafanya maendeleo makubwa, katuletea umeme kule kijijini, katuletea maji kule kijijini, mashule mengi, maendeleo mengi ameyafanya kule kijijini, haswa maendeleo ya shule, maendeleo ya kujitolea. Alianzisha mpaka kiwanda kidogo kidogo cha SIDO pale sehemu inaitwa Kirongwe. Kirongwe alianzisha kiwanda kidogo kidogo cha SIDO, watu wengi wa Usangi wakapata ajira juu yake. Mimi namfahamu vizuri sana, ni mpenda maendeleo. Umekuwepo katika kipindi chake akiwa kama mbunge wenu, lakini nini hasa ungependa kuwahusia viongozi ambao wako sasa hivi kutokana na maisha ambayo wewe umeyashuhudia kwa hayati Cleopa Msuya? Mimi nasema viongozi wa sasa hivi wao waadilifu, kwa sababu David Cleopa Msuya alikuwa ni mmoja wa waadilifu, kwa sababu kama unachaguliwa uwaziri kipindi kile na Rais Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, wengi walikuwa ni waadilifu, naye wengi wamefanya kazi waadilifu mkubwa, kwa sababu yule alikuwa waziri wa fedha, akawa makamu wa rais, akawa waziri mkuu, amefanya vitu vingi sana. Yaani kikubwa mimi nawahusia viongozi sasa hivi wajali maslahi ya wananchi zaidi kuliko kujijali wao binafsi. Nikushukuru sana. Asante. Na pole kwa msiba. Asante.